Kwa sababu tume inapokuwa inatekeleza wajibu wake haipaswi kuingiliwa na mtu yoyote. Na wakati tulipokuwa tunafanya uandikishaji, kulikuwa wapo baadhi ya viongozi aidha wa kisiasa, kulikuwa tuna waangalizi ambao walikuwa tumewapa vibali kwa ajili ya kufanya uangalizi katika vituo ili kuhakikisha kwamba zoezi linaenda kwa uwazi. Sasa wengine walianza kutumia nafasi zao kama kutoa maelekezo kwa watendaji wetu au kumzuia mtu labda asiende kwenye kituo au kuingia kwenye kituo kutaka kuangalia kupitia zile nyaraka za tume na nyenzo nyingine, kitu ambacho ilikuwa si sahihi, au kuwapa maelekezo watendaji wa tume. Sasa hili lilikuwa ni swala ambalo ni kinyume na sheria. Na mnazungumza na wadau hawa pengine kuwapa elimu mipaka yao iko wapi na wao wana nafasi gani kwenye kufanikisha uchaguzi huu? Tunapata fursa hiyo kwa sababu kwa kila hatua ambayo tunakwenda katika mchakato wote wa matayarisho ya uchaguzi, kabla ya kuanza kufanya jambo lolote tunakaa na wadau wote, iwe vyama vya siasa, vikundi mbalimbali vya kijamii, viongozi wa dini, makundi ya vijana, walemavu. Kwa pale tunazungumza mambo mengi. Kwa hiyo hata yale ambayo hatutaki yatokee tunazungumza nayo. Na kama linatokea lolote kama lilotokea, baadaye tukimaliza labda mchakato wote tunakaa kwa ajili ya kufanya tathmini. Tukifanya tathmini tunaeleza kasoro ambazo zimejitokeza. Mfano kama hayo yalitokeza, tulikaa na wadau wote. Tukawaambia kuna 1, 2, 3 ambalo lilitokea ambalo si swala ambalo zuri na ni kinyume na sheria zetu. Na of course hatua za kuchukua zipo, lakini huwa tunajaribu sana kwenda nao taratibu ili kuwakumbusha kwamba tufanye hivi, na labda likitokea tena baadaye then tunaweza kuchukua hatua. Kwa hiyo tumeweza kukaa na wadau na tuliwaonyesha yale mapungufu ambayo yalitokea kwa upande wao, wale ambao walijaribu kuingilia, na in fact hata hao ambao ni waangalizi ambao walikiuka yale maadili ya uangalizi tuliwanyang'anya hata vile vibali ambavyo tuliwapa.